Nafikiri ubovu wa uwanja wa Mkwakwani ndio ile haribu ubora wa huu mchezo kwa kiasi kikubwa. Kulikuwa na matumaini makubwa ya nguvu, pasi hazifiki kwenye maeneo sahihi, zenye kimbia sana kiwanjani. Ukihitaji kushinda mchezo, Yanga hakuhitaji kubadilisha aina ya wachezaji, na walitumia mfumo wao wa 2-4-3-1 wakati wanafanya build up. Wawili nyuma Zeni wanakuwa mstari mmoja na viungo wao wawili wa chini Maxi and Abuya. Zumuni ni kutengeneza idadi nzuri ya wachezaji wakati wanaunda mashambulizi, Zeni kuongeza machaguo ya kupasia mipira. Baada ya hapo Yanga walitaka nini? Moja, hakikisha pasi zinafika kwenye maeneo sahihi na kwa wakati sahihi. Mbili, kuwa na idadi nzuri ya wachezaji kwenye box la mpinzani. Yanga walikuwa na wachezaji 5 hadi 6: Mzize, Maxi, Azizi, Mudasli and Dube plus Israeli. Patrick Mwenda alifanya runs nyingi nzuri kusogea juu. Tatu, aina ya nafasi walizotengeneza Yanga ni wao wenyewe walikosa ufanisi tu. Wangemaliza mchezo huu kipindi cha kwanza tu, na upande mwingine safu nzuri za Yakubu. 4, wakipoteza umiliki wa mpira wanalinda muundo wao wa ulinzi wa mfumo wa 4-2-3-1. Zeno na kuwa karibu sana, plus walishinda mipambano yao vizuri. Kipindi cha pili JKT Tanzania walituliza akili zaidi, walianza kuunganisha pasi kuanzia nyuma mpaka mbele. Utulivu wakiwa na mpira, shida moja tu, wanakuwa na idadi ndogo ya wachezaji, hasa wakivuka mstari wa kati. Pia walikosa ubora stahiki kwenye maeneo ya nyakati sahihi. Kama dakika za 20 za mwisho zilikuwa kama mchezo wa kikapu, walipishana sana kiwanjani na kila timu ilipata nafasi, lakini ufanisi ndo ulikuwa mdogo kabisa. Yakubu Suleiman, goalkeeper wa JKT Tanzania, kafanya saves nzuri nyingi sana. 2, Max Nzengeli, kasi, utulivu akiwa na mpira. Zeni anakimbia eneo kubwa la uwanja, yani yuko vizuri. 3, Dube bila mpira, position yake ilikuwa nzuri sana, yani good plus good is equal to good. 4, Jobu and Baka mawaya wapewe. 5, Karimu fulubeki wa JKT Tanzania mzuri sana kwenye kushambulia, ila basi tu wenzake ndio wamemwangusha full time. Yanga Sports Club mabao mawili, JKT Tanzania 0. Ni yapi maoni yako katika mechi hii? Unadhani JKT Tanzania walifeli wapi? Inabidi waboresha wapi ili waweze siku nyingine kujitahidi? Maana mara kwa mara Yanga anapocheza na JKT Tanzania wamekuwa kitoka sare pasipo kufungana, ila leo wameruhusu mabao mawili kwa 0. Unadhani walifeli wapi? Inabidi warekebisha wapi ili waweze kuwa bora kama mwanzo? Tutumie maoni yako hapo, tunaondosha comment yako na sasa kwa ipitia na tutakujibu.